Hatimaye tena hapa katika episode safi ya tamthilia bomba sana hii. Wasema ni Untamed Palace na The Chosen One kama dawa kama kawaida. Sasa hii picha tutapiga mpaka episode ya 5 tu. Lakini kama utahitaji mwendelezo utakuwa vyema ingia katika group letu la WhatsApp. Uandika namba 0686414059. Na hapo ndipo ambapo utaipata hii picha ikiwa full. Tayari kwa YouTube ni lazima tushie episode ya 5 kutokana na sheria za YouTube. Swala copyright hizi kazi za watu. Kwa hiyo ukitaka kuipata ile OG kabisa iliyopigwa kitaalamu na Fal DJ, njoo katika group la WhatsApp. Kwa sababu tuna takriban episode 10 full zenye utamu wa kutosha zaidi. Kubwa chuma yafahamika kwa jina la Untamed Palace, ila ni Fal DJ au sio? Sasa tunataka kuunganisha katika episode safi inayofuata ili kujua hatima mengi ambayo yamejificha katika kisa zake kali sana kipaa. Wasema bonge moja la picha afu linapigwa na mtaalamu wa kazi. Hizi picha kali ngumu za Korea za kihistoria. Let's talk to Fal DJ tu. Basi acha tuunganishe pale ambapo tulishia katika episode safi iliyopita. Kumbuka ni katika episode ya 4 tu. Kizaza kinazidi kusonga zaidi. Wasema kutokana na historia ambayo ilikuwa imebeba urafiki mkubwa sana kati ya binti wa kufahamika kwa jina hiyo na mwamba wa kufahamika kwa jina la Gap Yun. Ilifika wakati binti aliweza kumbuka vitu ambavyo vilikuwa ni vya zamani zaidi, kwani kwa wakati huo ana nafasi tena kukutana na mkali wa kufahamika kwa jina la Gap Yun. Hapa kilichobakia ni kumbukumbu tu za mwamba ambazo zinazidi kusumbua katika kichwa chake, kwa sababu kwa sasa mkali ni kama ameshapoteza maisha tu. Huu mwili alionao ni mwili wa mtu mwingine, ni nafsi ya mtu mwingine zaidi. Binti alikuwa katika eneo la kumbukumbu tu kwa ajili ya kumwombea maisha mema sana mkali wa kufahamika kwa jina Gap Yun. Lakini baadaye alikuja mwamba wa kufahamika kwa jina Ganchol, ambaye kwa sasa anatumia mwili wa mkali ule wa zamani. Anasema anajua vitu vingi sana vimetokea kwa sababu yako tu, maana usingekuwa wewe kila kitu kingekuwa sawa kwa upande wangu. Lakini mwamba pia naye alikumbuka kumbukumbu ya zamani sana juu ya urafiki wake na binti wa kufahamika kwa jina Ioli. Pamoja na kwamba mwamba alikuwa ni kitu ambacho kinatisha katika eneo la kijiji, lakini kwa binti ilikuwa ni kama watu wenye urafiki mkubwa sana. Hata hivyo bibi alikuwa ni mtu ambaye hajawahi hata kufikiria namna ya kumogopa mwamba. Pindi ambapo alikuwa akimwona alikuwa na taba na Sam. Mwamba alikuwa anaendelea kwa sawa zaidi. Haka nikakumbukumbu kama mkali tu juu ya historia yake na binti wa kufahamika kwa jina Ioli. Asema anajua nini naweza nikafanya kwa ajili ya kubadilisha kile ambacho kimetokea. Hasa anaambia katika upande wa pili leo binti alikuwa anaandaa kitu kimoja cha tofauti zaidi. Kwa sababu tayari mambo ya shaman, yani mambo ya uganga, Aisha isishwa mikoba na bibi yake hivyo. Kwa sababu anajua ndani ya jumba la kifalme kuna mzimu. Alikuwa anahitaji kutoa huo mzimu na kujua nini ambacho kisababisha mpaka mzimu umeingia katika jumba la kifalme. Sawa, hapa ndani inaonekana kuna siri nzito na kizaazaa kikubwa zaidi. Basi binti baada ya kumaliza kuandaa vitu vyake alihitaji kutafuta nafasi ya kuweza kutoroka katika ile eneo na kwenda katika eneo la kisima, tayari kwa kwenda kuhitaji kufanya uchunguzi juu ya kile kitu ambacho kinasemekana ni kama mzimu ambao aliuona kwa mara ya kwanza katika ile eneo. Basi waambie binti baada ya kufika katika ile eneo alifanya maandalizi ya kufanya kizaazaa zaidi, mambo ya kulitente yale. Tawile ndo zilikuwa zinaandaliwa hivyo. Aanza basi kuongea na kitu ambacho kilikuwa kiko ndani ya lile shimo kwa kutumia nguvu na ishara ambazo alifundishwa na bibi yake. Sasa hapa anaongea Kikorea ila ndakusaidia kidogo. Anasema shemita wanga linachoronga zagaonja, yani anamaanisha kwamba na kuamuru wewe mzimu utoke katika eneo la shimo na uweze kutoka nje huko. Nahitaji kujua ni nini ambacho kilitokea katika maisha yako. Basi katika mapambano yale binti aliweza kufanikiwa kutoa kitu ambacho kilikuwa ndani kimbeba nywele, na hapa aliweza kugundua tayari ya kwamba mzimu umeweza kutoka katika lile eneo. Anachohitaji ni kusema na mzimu kwamba kwa nini upo katika ile eneo. Leo mtu anasema alikuwa ni miongoni mwa wafanyakazi ambao ni court ready katika wizara au kitengo cha malkia.
Lakini pia upande wa pili kuna watu inaonekana wanapiga manyanga zaidi. Lakini mzimu unazidi kumpa story bibi ya kwamba katika hii jumba kuna watu ambao wanafanya mambo ya ajabu zaidi. Hivyo hata mtoto ambaye yupo katika hali mbaya zaidi, ni nguvu ambayo inatengenezwa na baadhi ya watu kwa ajili ya kuhakikisha wanatalisha zaidi maisha ya mtoto. Lakini pia kuna nafsi chafu ambayo inapatikana katika jumba la kifalme, na hiyo ndio inayopaleti mambo yote zaidi. Hili mshtua sana bibi, lakini kwa mkali sasa akiwa na mtoto wa bibi baada ya kufika katika ile eneo aliweza kupata hisia moja hatari zaidi. Na upande wa pili bwana mdogo anaonekana ni kama hajakaa sawa zaidi. Sasa anakuja anapotea. Hello. Bwana sasa unafikiri ni nini ambacho kitajiri katika sehemu safi inayofuata ya chuma bomba sana hapa? Wasema The Haunted Palace, kumbuka itapigwa na Faudije kutoka DC Production. Jumba la Budantali, kuna mzimu unaonekana kwa ndani ya jumba la kifalme na binti anahitaji kupambana na mzimu huo. Hali matukio ambayo tuko nao katika episode inayofuata. Kwa hiyo tulia hapo katika episode safi inayofuata ili kuendelea kuenjoy burudani bomba sana hapa ya Haunted Palace. Kumbuka itapigwa kutoka DC Production. Wasema kitengo wenyewe, sijui kwa nini wanaita kitengo cha kazi, au sio? Sasa kwa saizi zitakuwa zinapanda ndefu kutokana na utaratibu maalum na mwongozo ambao tumepewa na wamiliki wa picha. Kwa hiyo tutaenda taratibu tu. Siku ya leo tutapiga episode ya 4 na ya 5. Asante sana kwa time yako. Tukutane katika episode safi inayofuata. Mzigo bomba sana. Kuna hatima ya binti na mzimu ambao umeshampa mwongozo juu ya kitu hatari ambacho kinapatikana katika jumba la kifalme. Chao.